Sekta ya utalii baada ya miaka 62 ningesema imekuwa imekuwa kwa ziada. Ukiangalia wakati tulianza sekta ya utalii wakati wa uhuru, wakati Kenya iligeuka jamhuri, labda tulikuwa na mahoteli mawili matatu. Hoteli kama Norfolk, kulikuwa na hoteli fulani ilikuwa inaitwa New Stanley, ambapo imebadilika siku hizi inaitwa The Stanley, Sarova Stanley. Kulikuwa na mahoteli mbalimbali ya kihistoria, The Ark. Unakumbuka kuna historia pale nyuma ya The Ark, ndani ya msitu wa Aberdare, ambapo ndio malkia alivishwa taji, Malkia Elizabeth. Kwa hivyo ukiangalia utapata mahoteli yalikuwa machache kabisa, labda ungehesabu ungefikisha 12. Kwa sasa tunazungumza maelfu ya mahoteli, maelfu ya mahala pa kula, yani restaurants, maelfu ya watalii kuja nchini Kenya. Mamilioni. Mamilioni, na ni kweli ni mamilioni, kwa vile wakati huo tulikuwa tunazungumzia labda maelfu ama kwa mamia ya watu kututembelea. Kwa hivyo ukiangalia kwa hiyo miaka 62 kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, lakini haswa miaka 5 ambayo imepita wakati tulitoka kwenye hii shida tulikuwa nayo ya COVID-19, ndio tumeona sekta ya utalii ikikua zaidi. Ukiangalia kama mwaka jana na mwaka huu, mara ya kwanza watalii wa kimataifa kutoka taifa mbalimbali wamefika milioni 2.4. Wakenya nao ni wengi, na mwenzangu juu natakuelezea ni Wakenya wangapi wanafanya utalii ndani ya Kenya. Kwa hivyo tunaona utalii wenyewe, sekta yenyewe ya utalii ikikua, na ndio itasaidia hizi sekta zingine pia kukua. Kwa vile sekta ya utalii nikukumbushe, huwa haidumu peke yake, inadumu na sekta zingine. Kwa mfano kama utalii uko mzuri, utapata muuzaji wa mboga naye anafanya biashara, muuzaji wa maua anafanya biashara, muuzaji wa mafuta, petroli ya gari, petroli ya ndege, sabuni, vinywaji kama Coca-Cola kwa mfano, chumvi. Unapata sekta ya utalii ikikua,